Sana ishi kwa kushukuru Mungu sana. Vitu vingi ambavyo unavyo Mungu amekupa. Watu wengi ambao wana vitu vingi unavyovitaka hawana Mungu alivyokupa. Tuna shida ndio, tuna dhiki, tunatamani kuwa na maisha makubwa ambayo hatunayo, lakini kuna watu wana maisha makubwa na wao wanatamani kuwa na maisha kama yetu ambayo wana maisha makubwa lakini hawana tulivyokuwa navyo sisi. Ukienda kazini kwa mguu uko kwenye neema, ukienda kazini kwa basikeli uko kwenye neema, ukienda kazini kwa kuchechemea uko kwenye neema, ukienda kazini kwa kuburuzika uko kwenye neema. Kuna watu wana kila ambacho tunakipigania leo tukipate kwenye maisha yao, still hawawezi kuvitumia kutokana Mungu amewanyima neema ambayo ametupa sisi. Kwa hivyo kukamilisha shughuli ya harusi au sherehe, wanaoshughulika ni wengi. Kuna wachinjaji mbuzi, kuna wanaochuna, kuna wanaokata vitunguu, kuna wanaokata kuni, kuna wanaopika. Na ndio kwenye maisha inabidi kuwepo na watu wa aina hiyo ili kukamilika maisha. Watu wote hawawezi kuwa katika hali moja, watu wote hawawezi kuwa katika nafasi sawa. Kwa kuna wakati lazima ukubali nafasi yako kimaisha inayokutambulisha wewe nani katika jamii yako. As long as ni baba wa familia na unaleta majukumu yako kama sehemu ya baba nyumbani katika familia, nafikiri hiyo ingetosha kila mtu kuona umuhimu wake na thamani yake kuwepo katika ulimwengu, na sio kutarajia kila kitu ambacho unakiona kwa watu na kinaweza kuwa kwako pia.